Mabadiliko ya hali ya anga huleta changamoto mbalimbali za kiafya misimu tofauti, ikionekana kuwa na magonjwa yanayokithiri. Msimu huu wa baridi, matatizo ya mzio ama allergies huripotiwa mno, huku wenye magonjwa nyemelezi wakionekana kuwa miongoni mwa waathiriwa wakuu. Katika Siha na Maumbile hii leo, Dr. Dominic Osiemo wa kituo cha Equity Afya Nairobi West anaeleza mengi kuhusu aina mbalimbali ya matatizo ya afya yanayokithiri msimu wa baridi na jinsi ya kukabiliana nayo. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya. Kila msimu huambatana na hali yake ya hewa, iwe baridi au joto, na wakati mwingine upepo mkali pia husababisha maradhi mbalimbali ambayo huenea iwapo tahadhari hazitachukuliwa. Kuna zile zinakuja wakati msimu wa jua kali ama wakati kuna vumbi, na zingine zinakuja wakati wa baridi. Ambazo zile zinakuja wakati msimu wa baridi, moja wapo ni kama what we call common cold. Yenye watu wengi sana wanaitanga flu, but it's just common cold, ama sometimes seasonal allergies. Although sio baridi peke yake, tunakuanga zingine zinaletwa na vitu kama pollen grains, zile tunaiza chembe za pollens. Kuna zingine zinaletwa na maybe mtu kukua karibu na marashi yenye iko na harufu zaidi. Hata hivyo, kuna watu ambao wameonekana kuathirika zaidi na mabadiliko hayo ya hali ya hewa kuliko wengine. Watoto wadogo wa umri mdogo wako na immunity yao iko chini, kwa hivyo wako na hiyo risk factor ya kupata allergies. Pia kuna wale watu ambao ni elderly, ambao miaka imezidi kiasi, pia wako na hiyo shida. Alafu kuna wale watu ambao wako na what we call pre-existing medical condition, already wako na ugonjwa fulani, tuseme wako na ugonjwa wa pumu ambao ni asthma. Tukizingatia msimu wa baridi kama ulivyo kwa sasa, wanaoathirika huonyesha dalili sawa na zifuatazo: pika chafya ambao ni sneezing sana, pia kufungana kwa mapua, unapata mtu ako na nasal congestion, ama pia kukohoa is another thing. Kuwa na ile sour throat, koo unasikia iko na inawasha zaidi. Kuna wale pia hata wanakuwa na kuchikuna mwili, wanapata vipele kwa mwili. Matatizo haya ya afya mara nyingi huathiri ubora wa maisha kwa walioathirika mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na kukosa kutimiza majukumu ya maisha kikamilifu. Hivyo basi ni vyema kuwa makini kujua wakati gani mwafaka wa kumwona daktari ili kudhibiti hali. Kwa mfano, upate imeleta shida ya kupumua pale nyumbani, upate you are not able to breathe well, hiyo pia inahitaji uweze kumwona daktari. Upate imeleta na symptoms zingine zaidi, kwa mfano upate unakohoa sana zaidi, umeanza kuwa na joto mwilini, umeanza kuwa na kichwa inauma zaidi, inaweza ashiria kuwa hii nayo sio allergy, labda kuna infection nyingine imeingia kwa mwili. Na kinyume na wengi wanavyopenda kudhibiti hali nyumbani wanapopata matatizo ya afya ya msimu wa baridi, wataalam wanaonya kwamba wanajiweka katika hatari ya kupata matatizo zaidi ya kiafya. It means hii allergy inaweza kuwa severe ama inaweza changia kuleta magonjwa mengine. Ukiendelea kupuuza, inaweza athiri afya yako, upate nao inafunga kifua, uweze ushindwe kupumua, na inaweza athiri kabisa maisha yako. Labda hata kwingine upate wengine wanaweza kupoteza maisha. Lishe bora kwa upande wake ikionekana kuulinda mwili na kuutayarisha kupambana na magonjwa mbalimbali pindi yanapovamia. Seasonal allergies ni immune, ile kinga ya mwili kurespond to environmental triggers. Kwa hivyo lishe bora inasaidia sababu itajenga immunity ya mwili. Aidha, ni muhimu kugundua na kuzishughulikia hali zinazochochea matatizo hayo, mbali na hali ya hewa kubadilika. Wakati wa mchana, make sure the nyumba iko na aeration vizuri, ya ile hewa safi inafika kwa nyumba pale. Ukiwa uko na mtoto ambaye unajua anako na allergies, make sure malazi yake pale mahali analala inakuwa ni sehemu imetengenezwa vizuri, hakuna vumbi, hakuna baridi.
pindi mtu atakapoanza kuona mabadiliko katika mwili wake, ni vyema kutafuta ushauri wa daktari na kuepuka kununua dawa bila mwongozo wa wataalamu wa afya ili kuepuka madhara ya baadaye, ikizingatiwa kwamba magonjwa tofauti yanaweza kuwa na dalili zinazofanana. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya.